na umma wa Tanzania. Kiwanda hiki kwa teknolojia yake pekee Afrika, kama mnavyoona viongozi wa Cuba wamekuwa kila wakija wanakuja hapa. Nitoe shukurani za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha ambazo sasa zimewezesha viuadudu kuzalishwa na kusambazwa mawilayani. Rai yangu, halmashauri ambazo zinapokea viuadudu kutoka hapa Kibaha wapulize kwa mujibu wa maelekezo ya kitaalam ili tuweze kupata matokeo ambayo Mheshimiwa Rais anayataka ya kuondokana kabisa na balaa la ugonjwa wa malaria katika nchi yetu. Forma parte de tecnología desarrollada en Cuba. Kwa sababu kiwanda hiki ni sehemu ya teknolojia ambayo inapatikana Cuba pekee. Y que forma parte de la cooperación entre nuestros países. Na huu ni mfano mzuri wa mahusiano mema kati ya nchi zetu mbili. Y que nuestra visita tiene el objetivo de seguir profundizando esa cooperación en todos los sectores que sean posibles. Ujumbe huu una lengo kuu la kuendeleza mahusiano katika maeneo tofauti tofauti na katika umuhimu katika kupambana na vita dhidi ya malaria. Ya kiuchumi ya kuuza hivyo, lakini na yeye kutumia, kwa sababu mbolea hii ambayo tunaizungumzia ambayo haina hizo kemikali, kwanza matokeo yapo mengi kiafya. Nyie mnaelewa sasa hivi magonjwa mengi tunayoyapata yanayoua watu wetu ni yale magonjwa yasiyoambukiza. Sasa yasiyoambukiza ni pamoja na aina ya chakula na madawa makemikali mengi tunayokula. Kwa hiyo tukitumia hiyo biofertilizer ambayo inatoka hapa itakayoanza kuzalishwa, itatusaidia pia baadaye kupata chakula ambacho kwa lugha ya kitaalamu tunaita ni organic, yani chakula ambacho hakina kemikali zozote. Kwa hiyo afya yetu pia itaboresheka, itakuwa nzuri. Uwekezaji huu mnaoona hapa wa dola milioni 22.3 ni uwekezaji wa serikali ya Tanzania kupitia NDC. Na kwa kiasi kikubwa tumechangia katika kuondoa malaria. Wote mnafahamu kwamba ni malaria ndio imekuwa namba 1 katika kuua kina mama na watoto. Kwa hiyo mchango wa hii dawa umekuwa ni mkubwa sana. Tunashukuru serikali, sasa hivi tumeweza kusambaza karibu halmashauri zote.